siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, siku muhimu kabisa, nchi ikaanza kushuhudia vurugu zikiibuka katika maeneo mbalimbali ya taifa letu yakiongozwa na Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Songwe, Mwanza na kwingineko. Mpaka ilipofika jioni ya siku ile, tayari kulisharipotiwa uharibifu wa mali na miundombinu, lakini watu pia kupoteza maisha kwa kiwango ambacho mpaka leo idadi yake bado hakuna mtu mwenye uhakika nayo. Likatoka katazo limetolewa na mkuu wa jeshi la polisi nchini, kamanda mahiri kabisa IGP Camillus Wambura, kwamba watu wakae ndani kila inapofika saa 12 jioni ili kuweza kutoa fursa kwa vyombo vya dola au vyombo vinavyohusika kufanya kazi yake katika kuhakikisha kwamba usalama, amani na utulivu vinarejea katika hali yake ya kawaida. Kazi kubwa sana ya kutukuka ilifanyika kutokana na tangazo lile, katazo lile la watu kutoka ndani. Lina uhalali au halina, hilo ni jambo lingine, lakini mimi nataka niwarudishe nyuma kidogo katika namna tu ya kuwapeleka mbele ili muweze kuelewa maudhui yaliyomo kwenye hotuba ambayo ilitolewa siku ya ripoti ilipokuwa ikikabidhiwa pale kwa Mheshimiwa Rais. Sasa kwa kiasi fulani hali ilianza kurejea katika usalama, lakini katika amani fulani, ingawa katika maeneo mbalimbali vurugu ziliendelea kuripotiwa kwa maana ya watu kuuliwa bila sababu za msingi, licha ya kwamba maandamano yalikuwa yamekwisha kudhibitiwa. Sasa kwa nini mimi narudi kutoa pongezi kwanza kwa Mheshimiwa Rais? Mheshimiwa Rais ndio alikuwa mtu wa kwanza kuliambia taifa wakati akiapishwa kwamba nini hasa kilitokea kapelekea vurugu zile zikatokea nchini, watu wakapoteza maisha, miundombinu ya umma na ya watu binafsi ikaharibiwa, mitaji ya watu ikapotea na vitu vingine kama hivyo. Ni rais alitoa msimamo huo wakati akiapishwa. Akasema yale yaliyotokea siku ya tarehe 29 yale yalipangwa tena na watu vijana kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Watu walilipwa fedha kufanya kile ambacho wamekifanya. Vijana walishawishiwa. Rais analiambia taifa kwamba yaliyofanyika yalikuwa na lengo kuu moja, kuipindua serikali. Na akasema isingewezekana vyombo mahiri kabisa vya dola vikae mpaka visubiri serikali ipinduliwe na madhara makubwa yaongezeke. Kwa hiyo vyombo vilichukua wajibu wake mapema, haraka na kwa weledi mkubwa kuzuia mapinduzi yasitokee. Rais anazungumza na akarudia kauli yake wakati akiongea na wazee wa Dar es Salaam kwamba msivilaumu vyombo vya dola kwa nguvu iliyotumika, kwa sababu tukio lililotokea lilikuwa ni kubwa sana na pengine madhara yake kama tukio lile lisingedhibitiwa pengine madhara yangekuwa ni makubwa sana. Akasema vyombo vilitumia nguvu stahiki. Vyombo vilitumia nguvu stahiki kudhibiti jaribio la mapinduzi. Na hapa nataka nitoe rai kwa Watanzania wote. Ni lazima tukubali kuvipongeza vyombo vyetu vya dola vilivyoweza kudhibiti jaribio la mapinduzi ambalo kama lisingedhibitiwa hali ingekuwa tofauti. Tumeona mifano mingi duniani na mahususi Afrika yanapotokea mapinduzi ya kijeshi au mapinduzi yoyote ya kiraia yenye lengo la kuiondoa serikali halali iliyoko madarakani, watu wanakufa na wanaoteseka sana ni wakina mama na watoto. Lakini sisi tuliweza ndani ya siku 2-3 kudhibiti ile jaribio. Lakini sio tu kwamba tulidhibiti, vyombo vyetu vilidhibiti. No, vilikwenda mpaka kuwabaini waliopanga, walioratibu, waliofadhili na waliotekeleza ule mpango. Na ndio maana ndani ya muda mfupi tulishuhudia mahakama zetu, na hapa pia nataka nimpongeze mkurugenzi wa mashtaka DPP wakili msomi Sylvester Mwakitalu
kwa kushirikiana na jeshi la polisi kwa upelelezi uliofanyika vizuri kabisa, ambao ukatupelekea ndani ya muda mfupi kuwajua waliotekeleza mipango ya kutaka kuipindua serikali. Watu wale wakafikishwa mahakamani kwa haraka sana, wakafikishwa mahakamani haraka sana kwenye maeneo yote ambako vurugu zilitokea: Mwanza, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam, Songwe. Kwa hiyo kwa hatua hiyo tayari taifa lilikuwa limeshafanikiwa kuwafahamu waliotaka kufanya mapinduzi kwenye nchi yetu, na likawachukulia, serikali ikawachukulia hatua. Lakini kama nilivyosema, kwa kuwa mama ni mtu muungwana sana, hayuko hapa kulipiza visasi, hayupo hapa kutesa watu bure, akaona kwamba kwa kuwa kwa mujibu wa ibara ya 28 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutaka kupindua serikali ni uhaini na adhabu yake ni kifo. Maana yake ni kwamba watu zaidi ya 500 ambao walikuwa wamekamatwa nchi nzima, kama wangeshtakiwa mahakamani kwa ushahidi ambao tayari ulishakuwepo, kwa sababu sina shaka na ueledi wa DPP kwenye kupeleka mashtaka makubwa mahakamani, ana ueledi mkubwa sana, kwa sababu kwa kushirikiana na jeshi la polisi alikuwa ameshapata ushahidi kwamba hawa ndio waliotaka kupindua serikali na ushahidi upo. Lakini mama akasema hapana, hawa wakipelekwa mahakamani kwa ushahidi huu ambao DPP unao, hawa watakutwa na hatia, watanyongwa. Adhabu ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Sasa nchi ikiwa katika msiba wa watu ambao tumeambiwa ni 518 kwa mujibu wa hiyo hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande, tayari tumeshapoteza watu 518 na zaidi. Halafu kesho yake mahakama ziende zikahukumu watu wengine zaidi ya 500 kwa kosa la kutaka kuipindua serikali, nchi ingekuwa na msiba mkubwa sana mpaka hapa tunapozungumza. Sasa kwa kuwa kuna falsafa yetu sisi Tanzania ambao muasisi wake ni rais, falsafa ya 4R, tukatumia R moja tu, inaitwa resilience, ustahimilivu. Mama akasema hapana, nchi inahitaji kuponywa zaidi kuliko kulipiza visasi. Hebu angalieni namna za kisheria, kwa sababu wengi walioshiriki hayo majaribio ya kufanya mapinduzi walikuwa ni vijana ambao walikuwa wamefuata mkumbo tu, walikuwa hawajielewi. Hebu angalieni namna muweze kuwafutia mashtaka. Wameshapata funzo na naamini hawatarudia tena. Rais analiambia taifa. Kwa hiyo zile kesi zikafutwa, wakasamehewa wale vijana, na walikuwa wameshapewa onyo kwamba mnasamehewa, lakini muende mkawe vijana wema mtaani au majumbani kwenu. Kwa hiyo mpaka hapo tumeshajua chanzo cha vurugu ni nini, ni kupindua serikali. Waliofanya ni kina nani, kwa sura na majina yao tunawajua, kwa kuwa tayari kesi ziko mahakamani. Ukienda Kisutu pale utakuta hizo kesi zipo, ukienda Mwanza utakuta hizo kesi zipo, walioshtakiwa na waliofutiwa mashtaka yao baadaye kwa lengo la kutaka kuleta taifa pamoja. Kwa hiyo unaona jitihada za Mheshimiwa Rais za kuleta taifa pamoja hazijaanza jana wakati anapokea hii ripoti ya tume ya uchunguzi. Lakini licha ya hivyo makelele yamekuwa mengi. Rais akasema hapana, hebu ngoja niende zaidi ya hapa ili niweze kuweka kumbukumbu sawa. Tuna sheria kama nilivyosema ya tume za uchunguzi. Rais akaenda kutumia mamlaka yake, akaunda tume, akachagua watu wenye historia zilizotukuka katika majukumu yao sehemu mbalimbali duniani, ndani ya serikali yetu, lakini hata katika mashirika mengine ya kimataifa duniani huko. Akawapa jukumu la kwenda kutuchunguzia nini kilitokea, ingawa tayari alishakisema, alikuwa anakijua tayari rais. Waende wakachunguze tena, alafu walete majibu. Wakapewa hadidu za rejea, na kwenye ile hotuba hadidu zile za rejea zinapatikana kwenye ukurasa zinaanzia ukurasa wa 4, ambako mwenyekiti Mheshimiwa Jaji Chande anasema Mheshimiwa Rais, jukumu kuu la tume lilikuwa ni kubaini ukweli, fact finding, kuhusu matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa kuongozwa na hadidu za rejea 6 zifuatazo. 1. Kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 2025 na siku chache zilizofuata.
2, kuchunguza lengo kuu lililokusudiwa na waliohusika katika kupanga na kutekeleza vitendo hivyo vya ghasia na uvunjifu wa amani. 3, kuchunguza na kubaini madhara yaliyojitokeza kutokana na ghasia hizo, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na miundombinu pamoja na madhara ya kiuchumi na kijamii. 4, kuchunguza mazingira na hatua zilizochukuliwa katika kubaini na kukabiliana na ghasia zilizojitokeza. 5, kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani, utawala wa sheria, haki za binadamu, utawala bora na mfumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha vurugu kama hizo hazitokei tena. Na 6, kuchunguza jambo lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu yake. Mwisho wa kunukuu. Sasa utaona licha ya adidu za rejea ambazo tume ilipewa na licha ya ukweli kwamba rais alishawahi kuliambia taifa awali kwamba yaliyotokea yale lengo ilikuwa ni kupindua serikali, matokeo yake jaribio likadhibitiwa licha ya kusababisha vurugu zilizopelekea vifo na uharibifu wa mali, lakini tume iende ikachunguze tena. Sio kama mnanielewa. Yaani tume iende ikachunguze kitu ambacho tayari tumeshaambiwa chanzo chake ni nini. Na katika nchi ambazo zina adabu, akishaongea mkuu wa nchi huwezi tena wewe kuja na kitu tofauti. Yaani mkuu wa nchi akishatoa ultimatum kwamba jambo hili linapaswa kuwa hivi au lielekee hivi, wewe huwezi tena kuja na majibu tofauti. Kwa hiyo utaona hata hotuba yenyewe, kwa sababu hii sio ripoti, hii ni hotuba. Hotuba ambayo ndio ilisomwa na Jaji Chande, kwa sababu ripoti bado haijasomwa, imekuja kurudia yale yale kwamba zilikuwa ni vurugu ambazo ziliratibiwa, zilipangwa, zilifadhiliwa na kutekelezwa na watu wenye mafunzo. Sasa swali linakuja, nchi yetu hii, nadhani katika nchi za maziwa makuu, lakini pia katika nchi za kusini mwa Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara na kaskazini mwa mto Limpopo, nchi yetu inaongoza kwa kuwa na intelijensia kubwa sana. Na ukitaka ujue, waambie Chadema watangaze maandamano hapa uone kama intelijensia haijafanya kazi. Chadema watangaze maandamano, kama kesho watafanya mkutano wa hadhara, utasikia tu taarifa za kiintelijensia zimesema kwamba huo mkutano wenu una lengo la kuvunja amani, kwa hiyo umefutwa au utafanyika. Ndio tumezoea sisi kuona vyombo vyetu vikifanya kazi yake hiyo kwa kutumia intelijensia. Hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande inatuambia watu hao waliotekeleza jaribio la kutaka kupindua serikali halali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwepo nchini miezi 6 kabla ya mwezi wa 10. Na mafunzo yalikuwa yanafanyika katika nyumba moja ambayo nyumba hiyo ilikuwa umbali wa mita 10 kutoka kilipo kituo cha polisi. Yaani umbali wa mita 10 kutoka kituo cha polisi kulikuwa kuna nyumba ambao ndani yake kuna vijana wanaopewa mafunzo ya kuja kufanya jaribio la kupindua serikali ya Tanzania. Alafu polisi hawajui. Mimi nikiambiwa kati ya Rais Samia na Jaji Chande na muamini nani, mimi nitakwambia mimi namuamini Rais Samia. Mimi siwezi kumwamini Chande kwa sababu vyanzo vya taarifa vya Chande haviwezi kuwa sawa na vyanzo vya taarifa alivyonavyo rais. Watu wamevuka mpaka, rais anatuambia kutoka nje ya nchi wameingia. Yaani tunaingiliwa, watu wanakuja wanafanya mipango yao, wanakuja kuitekeleza na kila kitu. Tunapoteza watu zaidi ya 500. Hatujui kama nchi imevamiwa. Ndio maana watu wanapokuja kudai uwajibikaji sio ugomvi binafsi uliopo kati ya wananchi na watendaji wa vyombo vya dola ambao leo wako madarakani. Hapana. Ni dhana tu ya kuonyesha kwamba nchi ipo katika utawala bora.